بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، بعد يكم حمد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا سالنا سلام متوم صلى الله عليه وسلم. Kwanza kabisa hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuamsha salama baada ya mapumziko madogo, kwani kuna wengi ambao walipumzika wakiwa wako salama lakini hawajaamka salama. Ima wengine wanajiandaa kwa ajili ya kwenda kutafuta tiba, na Allah awafanyie wepesi waweze kupata tiba warudi katika hali zao za kawaida. Lakini kuna ambao tayari wameelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wamekufa na watu wanajiandaa kuzika. Lakini wewe Allah amekuamsha salama mpaka kipindi hichi. Hii ni neema, na kwa neema hiyo unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pili, hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuiswali swala hii ya subhi tena kwa jamaa. Hii nayo pia ni neema nyingine miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeamshwa salama, lakini pia tukaona kuna umuhimu wa kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kuiswali swala ya subhi, na ukaweza kutoka nyumbani na ukaiswali. Hii ni neema kwa hakika, na kwa neema hiyo pia unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani ni wangapi ambao bado wamelala hawajaona umuhimu wa kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Wamesikia adhana lakini wakaendelea kuvuta shuka. Lakini wewe Allah amekupa taufiki ya kuamka ukaja ukamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ukaianza siku yako vizuri, ukaianza siku yako kwa ibada. Kwa hakika hata mambo yako pia yatakuwa ni mepesi, hapata kuwa na uzito kwa mtu ambaye ameianza siku kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna ambao wameamka na wakaendelea na majukumu yao, hawakuona umuhimu wa kuiswali swala hiyo subhi, wakaendelea na kazi zao. Sasa wewe kujaliwa na Allah kuiswali swala ya subhi kwa jamaa, hii ni neema, na kwa neema hiyo unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tunamshukuru Allah kwa kutujalia kubaki katika kikao hiki cha kheri, kikao cha dakika chache cha kusikiliza maneno ya dini, jambo ambalo nafsi huwa haipendi kabisa. Nafsi kukaa na kusikiliza maneno ya dini, nafsi huwa haipendi. Lakini unapoilazimisha inafikia mahala inakuwa ni yenye kupenda. Utashangaa unasema ngoja niende msikiti fulani saa hizi kuna mawaidha nikasikilize.
Kwa hiyo kutokana na kuibanabana nafsi yako ikafikia mahala ikawa ni yenye kupenda kusikiliza maneno ya dini. Kwa hiyo hii nayo pia ni neema, kujaliwa na Allah kukaa na kutenga muda wako kwa ajili ya kusikiliza mambo ya dini, maneno ya dini. Hii nayo pia ni neema, na kwa neema hiyo watakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa tunaendelea kuelezana watu ambao wanaruhusiwa kufungua katika mwezi wa Ramadhan, kama tunakumbukumbu tulianza na mtu wa kwanza kabisa ni mgonjwa. Mtu anapokuwa ni mgonjwa hatakiwi awe ni mwenye kufunga, anatakiwa afungue, kisha atakuja kulipa siku hiyo katika masiku yajayo baada ya Ramadhani. Mtu wa pili tukasema ni msafiri. Msafiri anaruhusiwa kufungua na kisha baadaye atakuja kulipa. Mtu wa tatu na wa nne ni ashaykhul kabiru, mzee ambaye amezeka sana, walmar'atul ajuza, na bibi ambaye ni mzee, walmaridhu alladhi la yurja bur'uhu, na mgonjwa ambaye hatarajiwi kupona. Hawa watu wa aina mbili, wazee na mgonjwa ambaye hatarajiwi kupona maradhi yake. Maradhi yake ni maradhi ya kudumu, si ya kupona. أجمع العلماء على أن الشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم، wameafikiana maulama juu ya kwamba hakika mzee na mbibi, hawa watu ambao wamezeka hawawezi tena kufunga kutokana na uzee wao. Yajuzu lahum alfitru, inafaa kwa wao kufungua. Wala qadaa alaihima, na hakuna wajibu wa kuja kulipa. Thumma ikhtalafu fima alaihima idha aftara, kisha maulama wakakhtalifiana, wakatofautiana kuhusu hawa wazee wanapokuwa wamefungua, kinachokuwa cha wajibu kwa wao ni kufanyaje. Faqala aljumhur, jamhurul ulama, maulama wengi wakasema, yut'imani an kulli yawmin miskina, watalisha katika kila siku kumlisha maskini. Waqala Malik, na Malik naye akasema, laisa alaihima it'amun, hakuna wajibu wa kulisha, illa annahu istahabbahu, isipokuwa yeye ameona kwamba kama wataamua kulisha basi litakuwa ni jambo jema. Wa qaulul jamhuri aqwa, na kauli ya jamhur na kauli ya maulama wengi ndiyo yenye nguvu, kauli ambayo inasema wazee ambao hawawezi kufunga, wazee ambao wamezeka na hawana uwezo wa kufunga, wao watakachokifanya watalipa kibaba katika kila siku. Hiyo ndio kauli ya jamhur, na hiyo ndio kauli yenye nguvu. Wal aslu fi hadha qawluhu ta'ala, na asli au na dalili juu ya hilo ni kauli yake Allah aliposema, wa 'ala alladhina yutiqunahu, na ni juu ya wale ambao hawawezi funga, fidyatu ta'amu miskin, watatoa fidia ya kulisha maskini, watatoa vibaba. Wa an ata annahu sami'a ibn Abbas yaqra'u hadhihi al-aya faqala, Ata
alimsikia Ibn Abbas akiisoma aya hii. Alipomaliza kuisoma aya hii, Ibn Abbas akasema laysat bimansukha, aya hii haijafutwa. Kuna maulama ambao wanasema kwamba aya hii ilifutwa. Ibn Abbas anasema kwamba aya hii haijafutwa. Kisha akasema huwa shaykhul kabiru, anayekusudiwa katika aya hii ni mzee aliyezeka sana, wal mar'atul kabira, na bibi aliyezeka sana, na mwanamke aliyezeka sana. Kwa hiyo aya hii wanakusudiwa watu wawili, mzee wa kiume lakini pia na mbibi ambao wamezeka, hawana uwezo wa kufunga, basi watafungua na watalisha katika kila siku maskini. La yastati'ani an yasuma, ambao hawawezi kufunga, falyut'ima makana kulli yawmin miskina, basi walishe katika kila siku kumlisha maskini. Kwa hiyo mzee ambaye amezeka hana uwezo wa kufunga, anachotakiwa kwake yeye ni kuwalisha maskini, lakini pia ikatokea hata uwezo huo wa kumlisha maskini pia hana, hata lazimishwa na sheria kwamba aanze kutafuta kukopa na kutafuta vitu vingine. Kama hana uwezo, basi Allah anajua kwamba hana uwezo na habari yake itakuwa imeishia hapo. Lakini kama ana uwezo wa kulipa vibaba, basi anatakiwa alipe vibaba. Na vibaba tulisema ni kulipa kila siku robo tatu ya mchele au robo tatu ya chakula kila siku. Na wengine wakasema kama mtu atazidisha akafikisha kilo nzima pia itakuwa ni bora. Ni bora kuzidisha kuliko kupunguza. Miongoni mwa watu ambao wanaruhusiwa kufungua, mtu wa 5 na wa 6, alhamilu walmurdhi'u, ni mwanamke mjamzito na mwanamke mwenye kunyonyesha. Idha khafat alhamilu ala aljanin, endapo mwanamke ataogopea ujauzito wake, ameogopea mtoto ambaye yuko tumboni, endapo nitafunga yawezekana mtoto akapata shida akiwa tumboni. Au khafatil murdi'u ala radhi'iha, au akaogopa mwenye kunyonyesha akaogopea kile kitoto anachokinyonyesha, akaogopea qillatal labani, kupungua maziwa, au dhai'atihi, au kupotea kabisa maziwa, wanahu dhalika, na mfano wa hayo, akaogopea bisomi, kutokana na kufunga. Fala khilafa fi annahu yajuzu lahum alfitru, hakuna khilafu kati ya ulama kwamba wanawake hawa wawili, mjamzito na mwanamke anayenyonyesha, inafaa kwa wao kufungua. Liqauli nabii sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, inna Allaha azza wa jalla wada'a 'anil musafiri shatara as-salah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemuondolea msafiri nusu ya swala. Swala kama ilikuwa inaswaliwa raka 4, yeye anaiswali raka 2. Kwa hiyo amemuondolea nusu ya swala, amemuondolea raka 2 na anaswali raka 2 msafiri huyo. Wa 'anil musafiri wal hamili wal murdhi'i as-sawm, na amemuondolea vile vile msafiri
na akamuondolea mjamzito na mwanamke mwenye kunyonyesha, akawaondolea watu hawa watatu, akawaondolea saumu, kwamba hawatakiwi kufunga. Msafiri hatakiwi kufunga, mjamzito hatakiwi kufunga, mwenye kunyonyesha hatakiwi kufunga. Allah subhanahu wa ta'ala amewaondolea hilo. Lakini ikhtalafa alulama, lakini wamekhtalifiana maulama fima yajibu alaiha, kile ambacho ni cha wajibu kwa mwanamke huyu au kwa wanawake hawa, idha aftarata, pindi watakapofungua. Wamekhtalifiana maulama kwa kauli kadhaa. Anapofungua baadaye anatakiwa kufanya nini? Kuna ambao wakasema kwamba endapo atakuwa anaogopea nafsi yake, kwamba mwanamke akiwa ni mjamzito au akiwa ananyonyesha, akiogopea nafsi yake kwamba nikifunga nitadhurika mimi kama mimi, baadhi ya maulama wakasema mwanamke huyu anatakiwa kufungua, na atakuja kufunga baada ya kujifungua au baada ya kumaliza kunyonyesha. Wengine wakasema endapo wataogopea nafsi nyingine, kwa maana wakaogopea nafsi ya mtoto. Mjamzito akaogopea nafsi ya mtoto ambaye yuko tumboni kwamba atapata madhara, au mwenye kunyonyesha akaogopea mtoto wake atapata madhara endapo yeye atakuwa ni mwenye kufunga. Kwa hiyo wakaogopea nafsi nyingine, sio nafsi zao. Maulama wengine wakasema huyu au wanawake hawa itawalazimika kufungua na kuja kuilipa siku hiyo baadaye na kutoa kibaba juu. Kauli ya tatu ambayo ndio Sheikh Albani anasema ndio kauli yenye nguvu, anasema wa arjahu hadhihi alaqwal, na kauli yenye nguvu katika kauli hizi ambazo tumezitaja, annahuma tuftirani, kwamba mwanamke mwenye kunyonyesha na mwanamke mjamzito wanatakiwa kufungua. Watut'imani an kulli yawmin miskinan, na watalisha katika kila siku watalisha maskini. Wala qadaa alaihima, na wala hakuna wajibu wa kuja kulipa siku hiyo. Wa huwa qawlu Ibn Abbas, na kauli hiyo ni kauli ya Ibn Abbas wa Ibn Umar na Ibn Umar. Wala yu'lamu lahuma, na wala hakuna, na wala haifahamiki kwa wao mukhalifu minas sahaba, watu ambao wanawakhalifu maswahaba hawa wawili, watu waliowapinga maswahaba hawa wawili, kwamba hakuna kauli ambayo inawapinga maswahaba hawa wawili waliosema ya kwamba mwanamke mjamzito na mwanamke anayenyonyesha wanatakiwa kufungua na wanatakiwa kutoa vibaba, wala hawalazimishi kufunga. Thumma inna haditha Ibn Abbas, kisha hakika hadithi ya Ibn Abbas, lahu hukmu raf'i, ina hukumu ya kwamba hadithi hiyo inanyanyuliwa mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, li'annahu hadithu sahabiyun, kwa sababu hadithi hii ni hadithi ya sahaba. Jaa fi tafsiri, imekuja katika kutafsiri, yataallaqu bisababi nuzuli al-aya, ambayo tafsiri hiyo inaambatana au inahusiana na sababu ya kushuka aya hii. Kwa hiyo katika hizo kauli kuhusiana na mwanamke mwenye kunyonyesha na mwanamke mjamzito, kauli yenye nguvu ni kwamba wao watatoa tu vibaba, hawatolazimishwa kuyalipa masiku hayo. Hii
Huu ndio uwepesi wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa unaweza ukamkuta mwanamke ni mjamzito mwezi wa Ramadhani. Baada ya Ramadhani miezi kadhaa hapo atajifungua, anaanza kunyonyesha. Mpaka Ramadhani nafika tena, Ramadhani ya mwakani bado ananyonyesha. Anakutwa na Ramadhani nyingine bado ananyonyesha. Sasa ukimwambia aje alipe afunge, atafunga lini na wakati bado yuko katika hiyo dharura? Ndipo sheria ikaona kwamba mwanamke huyu anatakiwa kutoa vibaba na asilazimishwe kuwa ni mwenye kufunga. Nukta nyingine, man yajibu alayhi alfitr wa alayhi alqada, ambaye katika hawa watu ambao wanafungua wanatakiwa wafungue na wanatakiwa kulipa, ni akina nani ambao wanatakiwa kufungua na wanatakiwa baadaye waje walipe? Miongoni mwa watu hao ni alhaidhu wan-nufasa, mwenye hedhi na mwenye nifasi. Ajma al-ulama ala anna al-haidha wan-nufasa, wameafikiana maulama juu ya kwamba mwenye hedhi na mwenye nifasi la yasihu sawmuhuma, funga zao hazisihi. Wakifunga, mwanamke akifunga akiwa katika siku zake, funga yake haikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yajibu alayhima, na wala si wajibu kwa wao kufunga. Wa yahrumu alayhima, ni haramu juu yao kufunga. Wa yajibu alayhima ba'da at-tuhri qada'uhu, na ni wajibu juu yao baada ya kutwaharika, ni wajibu kuja kulipa. Ni wajibu kuja kuyalipa masiku ambayo walikuwa wameyafungua. Katika hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anasema, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, amesema mtume sallallahu alayhi wasallama, alaysa idha hadat, hivi mwanamke si anapokuwa katika siku zake, lam tusalli wa lam tasum, haswali wala hafungi, fadhalika nuqsanu diniha, huo ndio upungufu wa dini yake. Mwanamke anapokuwa katika siku zake hafungi wala haswali, na huo ndio upungufu wa dini alionao mwanamke. Na katika hadithi ya Aisha radhiallahu anha qalat, amesema, kunna nahidhu ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallama, tulikuwa tunaingia katika siku zetu katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallama, fanu'maru biqada'i as-sawmi, tunaamrishwa kulipa funga, wala nu'maru biqada'i as-salah, na wala hatuamrishwi kulipa swala. Hii vile vile ni katika wepesi wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanamke akiwa katika siku zake anatakiwa kulipa masiku ya mwezi wa Ramadhani, na wala halazimishwi kulipa swala ambazo aliziacha akiwa katika siku zake, kutokana na kwamba swala itakuwa ni nyingi. Kama mtu labda anaingia anachukua siku 5, kuzifunga siku 5 ni rahisi, lakini ama kuswali swala za siku 5 ni nyingi. Kwa sababu ukipiga 5 mara 5 ni swala 25, ni nyingi kupita maelezo. Kwa hiyo swala sheria ikamsamehe mwanamke kuswali au kulipa qadha ya swala, anatakiwa kulipa qadha ya funga. Masailun tataallaqu bilhaidhi wasiyam, masala ambayo yanafungamana na mwanamke akiwa katika siku zake na funga. Nukta ya kwanza, idha taharati athna an-nahari
Mwanamke anapotoharika katikati ya mchana, hedhi ikawa imekata, fa innaha tatamada fi fitriha, hakika yeye ataendelea kutokufunga. Fataakulu wa tashrabu, atakula na atakunywa, wa in qadima zawjuha mina safari, na endapo atakuja mume wake kutoka safarini, wa huwa muftiru, na yeye hajafunga, falahu an yujami'aha, wanaweza wakaendelea na ibada zao. Walaysa laha an tumsika nafsahu baqiyata al-yawmi bi niyyati siyam. Mwanamke huyu ambaye ametoharika katikati ya mchana asije akaogopa kula na kunywa, akajizuilia mchana ya kwamba yeye amefunga. Muda wa kuwa ametoharika nusu ya mchana, katikati ya mchana, anatakiwa aendelee kula katika siku hiyo, na wala asije akaanza funga. Nukta ya pili, idha taharat qabla alfajiri, mwanamke atakapotoharika kabla ya alfajiri, akawa ametoharika, hapo kinachotakiwa kwake yeye, anatakiwa kunuia kufunga, na funga yake itakuwa ni sahihi hata kama atachelewa kuoga. Anakuja kuoga na alfajiri tayari imeshaingia, akifunga funga yake inakuwa ni sahihi. Nukta ya mwisho kuhusiana na mwanamke, hal tatanawalu almar'atu dawaan yaqta'u alhaidha fi ramadhana, je, mwanamke anaweza akatumia vidonge vya kuzuia asiingie katika siku zake katika mwezi wa Ramadhani ili aufunge mwezi mzima wa Ramadhani? Alhaidhu amrun katabahu Allahu ala banati Adam, hedhi ni jambo ambalo ameliandika Allah subhanahu wa ta'ala juu ya wanawake wa kibinadamu. Walam takun an-niswatu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama yatakallafna dhalika liyasumna ramadhana kamila. Wanawake wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallama hawakuwa wakijikalifisha kutumia chochote ili waweze kufunga mwezi mzima wa Ramadhani. Hawakuwa wakifanya hivyo. Wa alayhi fala yustahabu dhalika, na kwa maelezo hayo mwanamke halazimiki kufanya hivyo. Lakini Sheikh Albani anasema, lakini idha fa'alat dhalika, lakini mwanamke endapo atalifanya hilo, akameza vidonge vya kuzuia damu asiingie katika siku zake mwezi wa Ramadhani, walam yakun hadha dawa yadhurru biha, na dawa hiyo ikawa haimdhuru, vidonge hivyo ambavyo anavitumia havina madhara na afya ya mwanadamu, fala ba'sa bihi, hakuna ubaya. Wa idha tanawalathu wanqata'a damuha, na endapo atatumia vidonge na vikakata damu haikuonekana mwezi mzima wa Ramadhani, kana laha hukmu at-tahira, mwanamke huyo anakuwa na hukumu ya mwanamke ambaye yuko tahara. Fatasumu, atafunga, wala i'adata alaiha, wala hakuna kuirudia funga hiyo. Kwa hiyo endapo mwanamke atatumia vidonge vya kuzuia, hakuna ubaya, anaweza akazuia ili aweze kufunga mwezi mzima wa Ramadhani, lakini kwa sharti vidonge hivyo visije vikawa vina madhara. Kama vina madhara ya kiafya, basi mwanamke haushauriwi kuvitumia. Akhiran, mwisho, almustahadha, mwanamke ambaye anatokwa na damu ya ugonjwa, sio damu ya nifasi wala sio damu ya hedhi, ni damu ya ugonjwa. La tamna'u min as-sawmi, damu ya istihadha haimzuili mwanamke kufunga, wala min as-sala, wala haimzuili mwanamke kuswali, bal yajibani alaiha biijma'i ulama,
bal funga ni wajibu kwa mwanamke huyu na swala ni wajibu kwa mwanamke huyu. Damu ya ugonjwa ni damu ambayo inazidi yale masiku ambayo mwanamke anaingia, alikuwa akiingia katika ada yake. Kila mwanamke anafahamu, kuna ambao wanakwenda siku 3, kuna ambao wanakwenda 5, kuna ambao wanakwenda 7, kuna ambao wanakwenda mpaka 15. Kwa kila mmoja anafahamu masiku yake ambayo alikuwa akiingia. Kwa hiyo atakapokuwa amekuwa mgonjwa, yale masiku yatakayozidi yale masiku yake, hiyo inaitwa ni damu ya ugonjwa. Hapo yeye atafunga kama kawaida. Kama alikuwa anaendaga siku 3 zikaja zikazidi siku, yani kuanzia siku ya 4, hiyo inaitwa ni siku ya ugonjwa, damu ya ugonjwa. Ataendelea na funga na ataendelea na swala, atajiweka katika mazingira mazuri, atajisafisha vizuri, kisha anaendelea kufanya ibada zake kama kawaida. Mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa darasa yetu kwa leo. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu